Basoda wapo Kiliba hapo. Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa, na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lundi le 19 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo, tutawapeleka moja kwa moja katika teritwari ya Uvira kwenye wazalendo pamoja na jeshi la Kongo wanaendelea kusonga mbele baada ya kukamata mji wa Uvira. Kwa sasa walifika katika eneo ya Kiliba, kilomita 10 ukitoka katika mji wa Uvira. General mzalendo Amuri ya Kutumba alitangaza ya kwamba wazalendo hawatasimama, wataendelea na kazi yao ya kupiganisha waasi wa M23 mpaka kufikia kukomboa maeneo yote yanayokaliwa na waasi wa M23. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata habari zetu zote. Muendelee kucomment na kuzilike taarifa hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre utapata linki yetu ya grupe, ujiunge nasi. Bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tufungue kurasa wetu wa habari, taarifa zetu mbichi za jioni ya leo. Tuwapeleke moja kwa moja katika territoire ya Uvira inayopatikana ndani ya province ya Sud Kivu, kwenye wazalendo pamoja na jeshi la Kongo wanaendelea kusonga mbele wakiyakamata maeneo ambayo yaliachwa na waasi wa M23. Baada ya jeshi la Kongo na wazalendo kukontrole vile yote ya Uvira, waliendelea kwa avance wakiyakamata maeneo tofauti ambayo waasi wa M23 waliacha, kiwemo Kiliba, eneo inayopatikana kilomita 10 ukitoka katika mji wa Uvira. Video ndio hiyo wakati walikuwa wamefika katika eneo ya Kiliba. Basoda wapo Kiliba hapo. Ndo wale Kiliba hapo, wazalendo hao washaingia kabisa. Kwambia wazalendo wako mbinde na hapo kabisa. Ndio hapo kabisa Kiliba. Watu wanasherekea, usikie tu. Watu nikushangilia kabisa. Kiliba hapo kabisa watu wanashangilia, usikie kabisa. Ile kaya yenye ilikuwa pale ya wazalendo washabomola masengine, na sitafika huko tuangalilie kwanza. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata. Eneo ya Kiliba kama mko naona kwenye ramani hiyo, inapatikana kwenye route nationale numero 5 inayotoka Uvira ikielekea maeneo ya Kamanyola. Hapo sasa FARDC pamoja na jeshi la pamoja na wazalendo walikamata na eneo hiyo siku ya leo. Ni baada ya waasi wa M23 kuondoka katika mji wa Uvira na pia maeneo yanayokuwa karibu na mji wa Uvira. Kuondoka kwao kunaonesha kabisa kushindwa kwao katika mambo ya kidiplomasia. Msizani kwamba katika maeneo hayo ya Sud Kivu kwenye AFC M23 wako naondoka ni vita ambayo ilifanyika ili waondoke pale. Hapana, ni diplomasi ambayo iko nafanya kazi hapo. Mnavyokumbuka vizuri, wakati
waasi wa M23 walikuwa wamekamata mji wa Uvira na maeneo hayo yote. Etats-Unis d'Amerique ilianza kuwatia hapo presio ya kuondoka hapo kutokana na jinsi serikali ya Kongo katika mambo ya diplomasi ilikuwa kabisa ikiendelea kushinda waasi hao wa M23. Kutokana na ushindi wa serikali ya Kongo katika mambo ya diplomasia, njo sasa M23 walishindwa bila kupigana, wakaondoka katika mji wa Uvira na mengine yote yanayokuwa karibu na hapo, na hii inakuwa kama kujirudilia kwa historia. Mnavyokumbuka vita hivi vya M23 si vita ambavyo vimezuka upya hivi karibuni, donc en 2021 wakati walikuwa wakianza kupigana Bunagana. Hapana, vita hivi ni vya zamani. Waasi hao wa M23 walikuwa wakipigana tangu zamani wakikamata maeneo tofauti, ila wanashindwa kupitia mambo ya diplomasia. Mnavyokumbuka wakati waasi wa M23 walikamataka Uvira tena zamani, waliondokaka hapo kupitia mambo ya diplomasia. Wakati walikamataka mji wa Uvira walitokaka hapo kupitia toujours mambo ya diplomasia. Leo encore katika mji wa Uvira na maeneo hayo yote waliondoka hapo kupitia mambo ya kidiplomasia, na historia sasa inakuwa kama inajirudilia kwa sababu waasi hawa tangu zamani walikuwa wakishindwa kupitia njia za diplomasi, na leo kabisa njo kushindwa kwao ambao tuko na ushuhudia katika maeneo hayo ya Sud Kivu, na kuondoka kwao katika mji wa Uvira na mengine hayo tofauti haimaanishi kwamba wameshindwa Port Dibo, kwa sababu wanamiliki maeneo mengi katika mkoa wa Sud Kivu pamoja na Nord Kivu. Hivyo kuondoka katika maeneo hayo inaonyesha kabisa avantage ya gouvernement ya Kongo kuwa itashinda vita hii kupitia njia ya diplomasi. Mkumbuke ya kwamba kuondoka katika maeneo hayo haimaanishi ya kwamba wameshindwa, kwa sababu wanamiliki maeneo mengi. Wakati wanaweza kuondoka hapo na kukalia toujours mji wa Bukavu na Goma na kwingineko, haiko kushindwa kwao. Donc wanaweza kushindwa Port Dibo wakati wanaweza kuondoka katika maeneo yote wanayoyakalia katika maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu. Tuendelee na habari zetu. Generale Amuri ya Kutumba baada ya wanajeshi wa wazalendo kukamata mji wa Uvira na jeshi la FARDC, alisherekea na wakaaji sana kabisa kutokana na ushindi huo. Huko Fizi walikuwa wakicheza, mjini Uvira kabisa wakacheza, na siku ya leo alitangaza ya kwamba hawatasimama kama wazalendo, wataendelea kuavance baada ya kukamata Uvira na maeneo hayo yote, wataendelea kuavance mpaka pale ambapo watakuja kukamata maeneo yote ambayo AFC M23 inayamiliki kwa sasa mashariki mwa nchi ya Kongo. Huyo ni kiongozi wa wazalendo Generale ya Kutumba ambaye alitangaza hayo na kuonesha ya kwamba wazalendo kabisa wataendelea kuifanya kazi yao ya kupigana na AFC M23 mpaka kufikia pale ambapo watakapo ya rekipere maeneo yote yanayokaliwa na wasi wa M23. Tukiendelea na taarifa zetu, huko katika maeneo ya Sud Kivu, Justin Bitakwira alitoa wito kwa wakaaji wote kwa kuishi pamoja kwa amani kama njia moja ya kushinda vita vya agression rwandaise. Kupitia message yake ambayo alitangaza siku ya leo, alisema ya kwamba njia pekee ambayo inaweza kufikia kushinda vita hivi upande wa Kongo ni kuishi kwa pamoja bila kufanya ubaguzi wa makominote. Alisema ya kwamba wakaaji wanaoishi ndani ya Sud Kivu na kwingineko mashariki mwa nchi ya Kongo na hata nchi mzima wanapaswa kujua ya kwamba
kuishi kwa pamoja tena kwa amani ndiyo njia pekee ya kushinda vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Alisema ya kwamba wakaaji waishi kwa pamoja, kusikue discrimination, wakisema kwamba huyu ni Mubembe, huyu ni Mushi, huyu ni Muluba, huyu ni Mutusi, huyu ni nani, ni Muhutu ama ni tribi ya Twa. Donc walisema kwamba kuishi kwa pamoja na kuacha ubaguzi ndio njia pekee ya kushinda vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Alisema ya kwamba adui ambaye anapiganisha nchi ya Kongo anataka wakongomani waendelee kukuwa na ubaguzi kati yao ili kuweza kuwashinda kupitia hayo. Anasema kwamba wakati ubaguzi unaweza ukaendelea, adui atapitia swate katika tribi ya Wabembe, kwa sababu Wabembe kabisa hawasikilizani na Wafuliro. Wabembe atawatumikisha wamsaidie ili aweze kushinda vita, kwa sababu wakati kutakuwa matatizo kati ya Wafuliro na Wabembe, deja adui atapitia wamoja kati yao ili kuonyesha kwamba wakati watamsaidia watashinda wale ambao wako napigana nao, donc ile community nyingine, na hivyo ashinde vita hiyo kupitia ile njia. Justin Bitakwira naamini ya kwamba wakati wakongomani watajiepusha na hayo, usalama utapatikana na vita vinavyoendelea nchi ya Kongo itavishinda. Tuendelee na habari zetu. Kama kawaida nimewaletea taarifa mingi tena mbichi. Seth Kikuni, mtu mashuhuri katika upinzani wa Kongo, aliondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali iliyoelezwa kuwa mwenye busara na ujasiri na mfumo wa ushauri wa vikosi vya kisiasa na kijamii ambao ulitangaza kuondoka kwake mnamo siku ya leo. Katika taarifa yao walisema kwamba shukrani kwa operation ya busara iliyoratibiwa na ya ujasiri, Seth Kikuni aliweza kuondoka katika eneo la kitaifa na yuko mahali salama ambapo uadilifu wake wa kimwili na kiadili umehifadhiwa kikamilifu, alisema Michele Mwika Banza, mratibu na msemaji wa mfumo wa mashauriano, akiwa amekamatwa akiolela mnamo le 13 Septembre 2024 na shirika la kijasusi la kitaifa ANR na kuwekwa kizuizini kwa siku 28. Seth Kikuni alihukumiwa kifungo cha miezi 12 katika jela katika kesi iliyochochewa kisiasa. Aliporudi kutoka mkutano jijini Nairobi mnamo 17 Oktobre, alikamatwa tena katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili na kunyang'anywa passport yake na kumweka katika hali ya vikwazo vya kiolela vya usafiri. Mfumo wa mashauriano ulikaribisha ushiriki wa watu na mashirika yote yaliyochangia katika operation hii nyeti. Katika kutoa shukrani zao walisema kwamba tunatoa shukrani zetu za dhati kwa watu wote wenye nia njema na mashirika yote yaliyohusika katika operation hii ya uokoaji iliyofanywa katika muktadha wa vitisho vikali na ukiukaji mkubwa wa uhuru wa msingi. Seth Kikuni anajiunga na orodha inayoongezeka ya watu wa upinzani waliolazimishwa uhamishoni kwa misimamo yao ya kisiasa ambayo ni tofauti na utawala wa Kinshasa, akiwemo presida wa zamani Joseph Kabila pamoja na waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo na Moise Katumbi. Tangu muungano wake na Kabila kupitia jukwaa la upinzani Sovo la RDC, Kikuni amechukuliwa na serikali kama mhusika anayehusishwa na mvutano mashariki mwa nchi. Kuondoka kwake kunakuja huku washirika wake kadhaa wa karibu wakiwemo Obemi Nako, Emmanuel Mazani Shadari na Dunia Kilanga wakikamatwa na Baraza la Kimataifa la Ulinzi wa Mtandaoni. Hiyo ni kuhusu Seth Kikuni ambaye kwa sasa aliondoka katika nchi ya Kongo akaelekea kwenye washirika wake, anasema kwamba yuko salama. Tuendelee na habari zetu. Baada ya mkutano huko ndani ya nchi ya Togo ilitoa wito wa kuanza tena kwa mazungumzo ya Doha kati ya gouvernement ya Kongo na M23.
kwa mpango wa Mheshimiwa Faure Gnassingbe, rais wa baraza la Jamhuri ya Togo na mpatanishi wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano wa ngazi ya juu ulifanyika Ijumaa juzi le 17 huko Lome ili kuimarisha mshikamano na uimarishaji wa mchakato wa amani katika eneo la Maziwa Makuu. Ukiongozwa na mkuu wa nchi wa Togo, mkutano huo uliwakutanisha watu mashuhuri wa Afrika, wajumbe wa jopo la wawezeshaji wakiwemo marais wa zamani Olusegun Obasanjo wa Nigeria, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Catherine Samba Panza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na Mokgweetsi Masisi, huyo ni president wa Botswana, pamoja na Sahle Work Zewde, president wa zamani wa Ethiopia. Waziri wa mambo ya nje na wawakilishi kutoka Kongo, Rwanda, Angola, Burundi, Uganda pamoja na Marekani, Katari, Ufaransa na Togo pia walishiriki katika kesi hiyo. Mkutano huo pia ulishuhudia ushiriki wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusufu pamoja na wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki ya SADC, kundi la mawasiliano la kimataifa na ukanda wa maziwa makuu, washirika wa kimataifa na asasi za kiraia. Washiriki hao walifanya tathmini ya kina ya mpango wa kidiplomasia iliyofanywa katika miezi 12 iliyopita ili kufufua mazungumzo kati ya wahusika wakuu wa mgogoro huo na kukuza kupungua kwa uchumi mashariki mwa Kongo. Mkutano huo ulikumbusha hitimisho la mkutano uliofanyika 17 Mei 2025 huko Lome kati ya mpatanishi na jopo la wawezeshaji, ukikaribishwa juhudi za pamoja za Togo, EAC na SADC kwa ajili ya amani ya kudumu katika eneo hilo, donc eneo la Kongo. Hapo ni katika mambo ya kidiplomasia ambapo Togo inataka tena maongezi tena yaendelee kati ya gouvernement ya Kongo pamoja na waasi wa M23. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu. Nasema asante, tupatane katika taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.